Naam, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Matumaini kwamba wewe mzima wa afya kabisa maeneo pote pale ulipo ukitufuatilia katika vipindi vyetu mwanzo hadi mwisho. Kimepatikana katika mashariki mwa DRC katika Kivu ya Kusini ndiko ambako kituo hiki cha habari kinakuweza kupatikana. Lakini wewe kabisa kuweza kuandamana nasi mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki ya kwamba nipate kukupasha hali ya usalama katika maeneo tofauti katika mashariki mwa Kongo, hususan zaidi katika Kivu ya Kusini. Ni kuonyesha kwamba ni barani Afrika ndiko ambako tunaweza kupatikana, haijalishi maeneo popote pale wewe ulipo, na kuweza kupatikana katika maeneo mengine katika bara tofauti katika ulimwengu mzima. Lakini kwangu mimi kukupasha na wewe kuweza kutufuatilia mwanzo hadi mwisho. Ninakukaribisha kwa kuweza pia kujiunga katika kituo hiki cha habari kwa kuweza kubonyeza maeneo ya subscribe na kubonyeza alama ya kengele, unapata habari zetu katika muda mwafaka. Leo ni tariki 29 mwezi wa April mwaka 2026. Leo ikiwa kabisa Jumatano, niweze kukupasha katika hali ya usalama kwa ile ambayo iliweza kujiri. Lakini tunapasha habari katika ulimwengu mzima ikiwa tu zinatufikia na wewe kabisa kuweza kuzifaidia. Ndugu mpenzi msikilizaji, sambazia watu wengine wapate kufaidia na mimi nipate kuweza kukupasha katika mtasari huu wa habari, niweze kabisa kukuonyesha hali ya usalama ambayo inaendelea kuzorota katika maeneo ya Mukera tarafani Fizi, ambako milio ya risasi iliweza kusikika na hivyo kuweza kuweka watu katika wasiwasi mkubwa. Na hivyo Baraka pia ambako kuliweza kusikika milio ya risasi katika maeneo ya usiku na hivyo kuweza hata kusababisha majeruhi ya mkuu wa zanati au hospitali ya Fizi. Ni katika tarafa la Fizi, maeneo ya Baraka. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, fatana nami mwanzo hadi mwisho huo mtasari wa habari. Baada ya hapo nikupe sasa habari kamili. Basi baada ya mtasari wa habari, na sasa nikupashe habari kamili. Na mara moja kabisa tuanzie katika maeneo ya Mukera, ni tarafani Fizi katika Kivu ya Kusini, ambako milio ya risasi iliweza kusikika siku ya Jumatatu kuamkia siku ya Jumapili, ikiwa tariki 8 mwezi huu wa April mwaka wa 2026, ambako milio ya risasi iliweza kusikika ikiwa takriban usiku wa saa 3, na hivyo kuweza kuleta wasiwasi mkubwa kwa wakahaji ambao wanakaa katika kijiji hicho cha Mukera. Hali ya usalama iliweza kuzorota katika maeneo hayo na kuweza kuwafanya wengine kuweza kulala mioyo ikiwa juu kutokana na hali ya usalama ambao iliweza kuzorota katika maeneo hayo. Lakini kutokana na chanzo cha habari kinaweza kuonyesha kuwa milio hiyo ya risasi imeweza kuonyesha kisa ya kuwa mwili mmoja wa askari uliweza kuonekana katika maeneo ya Bisholomona katika kijiji hicho cha Mukera, ambako huo mwili ulikuwa bila uhai. Ni chanzo kubwa ambacho kiliweza kuonyesha na kuweza kusababisha milio hiyo ya risasi ambayo ilileta wasiwasi katika majira ya usiku saa 3 katika kijiji hicho cha Mukera. Hali hiyo inaweza pia kuonyesha uchunguzi unaendelea kabisa kufanyika kwa kina, kwa maana walioweza kusababisha maafa hayo au kuweza kabisa kujulikana, na hivyo kuweza kulichukulia jambo hilo na kulivalia njuga ya kwamba wanaweza kabisa kufuatilia jambo hilo, hususan zaidi kitengo cha jeshi ambalo linaweza kufuatilia jambo hilo. Ni kujuze ya kwamba hali hiyo ya wasiwasi iliweza kabisa kuwafanya wakahaji wapate kushikwa na pressure au kuogopa na mambo mengine kabisa kuweza kuzorota, kutokuweza kuendelea kama ikiwa kawaida ya kijiji hicho cha Mukera. Ni kijiji ambacho kinapatikana katika Kivu ya Kusini mashariki mwa Kongo, ni katika tarafa la Fizi, kijiji ambacho kinasifika kwa uchimbaji madini na ikiwa kabisa kwa watu tofauti wanaotoka maeneo tofauti kwa kwenda kuchimba madini katika kijiji hicho. Lakini mara moja niweze kujielekeza katika mji wa Baraka.
ni katika mji ambao unapatikana mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini, ni katika tarafa la Fizi. Mji huo uliweza kusikika pia milio ya risasi ikiwa tariki 27 na pia hata tariki 28, ambako milio ya risasi iliweza kusikika zaidi, na hivyo ikiwa tariki 28 kuamkia tariki 29 ambako milio ya risasi iliweza kusikika, na hivyo kuweza kuwafanya watu kukaa katika wasiwasi mkubwa. Lakini hali ya usalama iliweza kuzorota ikiwa kabisa katika majira ya saa 3 za usiku ambako milio hiyo ya risasi iliweza kusikika. Kutokana na vyanzo vya ndani vinaweza kushuhudia kuwa milio hiyo ya risasi iliweza kusababisha maafa wa watu wawili, ikiwa mwanafunzi mmoja wenye kusoma chuo kikuu cha hapo Eastem katika mji wa Baraka na mkuu huyo wa hospitali ya Fizi ambaye aliweza kupigwa risasi na watu ambao wasioweza kujulikana. Hali hiyo inaleta pressure kubwa sana katika mji wa Baraka na kuonyesha hali ambayo isiyokuwa nzuri na hali ya usalama kabisa kuweza kuzorota, hususan zaidi katika majira ya usiku, jambo ambalo aliwezi kabisa kusapotiwa na kuonyesha kwamba jambo linaleta wasiwasi na wengine hata kabisa kuogopa na wengine kulala katika hali iliyo mbaya. Katika majira hayo ya usiku inakuwa ni majira ambayo kuna mara milio ya risasi inaweza kusikika katika maeneo tofauti, hususan zaidi ikiwa katika kata la Makampani, na hivyo kuweza kuleta wasiwasi mkubwa. Hali hiyo haikuweza kabisa kupendezesha, na hivyo wengine kabisa kuweza kuonyesha ya kwamba wakuu wa mji huo waweze kuvalia jambo hilo njugwa, na hivyo kuweza kuchukulia usalama na kuweza kabisa kusimamia jambo hilo ya kwamba watu wapate kukaa wakiwa salama salamini. Ni kujuze ya kwamba katika hali ya usalama mashariki mwa Kongo inaendelea kuwa salama katika maeneo fulani na mingine maeneo kabisa kuendelea kuzorota, hususani ikiwa katika maeneo ya huko katika bonde la Ruzizi ambalo limeweza kugawanyika, ikiwa ngambo moja askari wa Kongo na wengine askari wa wahasi wa FCM 23. Lakini hali ya usalama bado haijaweza kuwa salama salamini, ikiwa katika nyanda za juu katika tarafa la Fizi Mwenga, ambako milipuko ya mabomu ambayo iliweza kusababisha maafa hadi kwa sasa haijaweza kabisa kuthibitika na kuonekana usalama ambao unaendelea kutanda maeneo ya huko, lakini ikiweza kuonyesha tu hali ya usalama kuzorota na bado kabisa kusikika zaidi msaada ulio wa kutosha na kuweza kuwafanya watu wapate kuwa wenye kuridhika kutokana na hali ambayo inapatikana kwenye nyanda za juu. Basi huo ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari ambayo niliweza kukuletea leo, ikiwa tariki 29 mwezi wa April mwaka wa 2026. Tunapatikana mashariki mwa Kongo, ikiwa katika Kivu ya Kusini, ambako kituo hiki cha habari kinakuweza kupatikana. Ni barani Afrika, na una haliko kabisa kuweza kujiunga katika channel hii. Ikiwa wewe kabisa hujajiunga katika channel hii, basi bonyeza hapo na bonyeza alama ya kengele unapata habari zetu katika muda mwafaka, na kuwatumia watu wengine kitakuwa kitu kizuri na kiungwana kabisa, ili wengine wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, tutakutana tena katika masafa na wakati mwingine, ikiwa tu mapenzi ya Bwana. Asante.